Mheshimiwa mgeni rasmi wa sherehe hizi za leo, kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa wa Singida, dada yetu Halima Dedego, mkurugenzi mtendaji, kwa niaba ya mkurugenzi Bwana Kidugo, makamu mwenyekiti na baraza letu la halmashauri ya wilaya ya Singida, kaimu dasi na afisa tarafa ya Mgori, lakini pia mwakilishi wa DC ulioko mahali hapa, afisa elimu wetu, elimu ya msingi kwa wilaya yetu ya Singida, mwenyekiti na katibu wetu wa CWT wilaya yetu ya Singida na vyama vingine. Sijui kama wamekuja hapa wenyewe peke yao kwa sababu walimu wamechanganyika, lakini mdhibiti bora wa elimu, dada yetu, waheshimiwa madiwani mlioko hapa, mheshimiwa diwani wa Mgori, viongozi wote wa walimu, lakini pia nimeona baadhi ya mwenyekiti wetu wa kijiji cha Kinyagigi na viongozi wengine wa walimu ambao mko nyuma yetu mkiongozwa na mwenyekiti wenu. Waheshimiwa walimu wazuri mnayependeza wa Singida DC kwa shule zote 106 zilizoko kwenye wilaya yetu, walimu wakuu, maafisa elimu kata na viongozi wengine wote mlioko, waandishi wa habari mlioko kwenye eneo hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, kati ya halmashauri 7 zilizoko mkoa wa Singida na halmashauri ya Singida ni miongoni mwao. Hapa nimepewa kwenye taarifa hapo imeandikwa atoe neno la baraka. Nashindwa niseme neno la baraka la aina gani. Ningekuwa na uwezo hawa walimu ningewachukua wote kama walivyo, wakatembea labda Ngorongoro, Serengeti, wabadilishe mawazo, kwa sababu kwa mwaka mzima walimu hawa wapo wanayecheza na wanafunzi wadogo wa chekechea waliokuwa na umri wa miaka 5 kwenda miaka 7. Wapo hapo wanafanya wanafunzi hawa wajue kuhesabu na kuandika, lakini walimu hawa wamesimama kuiheshimisha Singida DC. Wamefanya jambo jema, wamesimamia taaluma vizuri, wakatoka namba 1 katika mkoa wa Singida. Kama mkoa mwaka jana ulikuwa wa 20 na kama umepanda pia kwa sababu ya walimu walioko Singida DC. Tuwape heshima walimu hao. Lakini mgeni rasmi, mimi ninawaita walimu hawa ni walimu wema. Katika Biblia kuna mtu mmoja anaitwa Nikodemo. Alimwendea Yesu usiku akamwambia, wewe ni mwalimu mwema. Wewe inaonekana tangu enzi ya zamani walimu walikuwa ni wa thamani mno. Tangu
misingi ya dunia, tangu Yesu Kristo, tangu amen, walimu waliheshimika. Kwa nini walimu waliheshimika? Walimu walifundisha watu kujua, wokovu ni nini, walifundisha watu kujua Uislamu ni nini. Kila mtu hapa ana imani yake, lakini pia walimu hawa waliwafundisha watu kutambua kipi chema, kipi sio chema. Hata wewe ambao ni afisa elimu taaluma mkoa, waliokutoa ujinga na kukufundisha ni hawa walimu. Leo wewe mwenyewe unasimamia taaluma. Mbaya zaidi, mimi sijui kesho yako, alafu sijui utakuwa nani. Alafu walimu wangu nyie mlioko hapa wote, kila mtu athamini utu na taaluma alionayo, lakini athamini kesho ya mwingine, kwa sababu nyie wote hakuna anayejua kesho yake. Neno jema kwangu ambalo naweza kuwapa na ambalo naweza kuambia neno la baraka na ambalo naweza kuambia mfanye nini ili muweze kutoka hapa tulipo, kuwa namba moja kimkoa. Tumejaribu, hongereni sana, lakini tunapaswa kuwa namba moja kitaifa. Inawezekana. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika shule hizi ziko 106. Kwa vyovyote haitawezekana hata dunia ipinduke akosekane mtu atakayekuwa 106. Haitawezekana kwa vyovyote. Kwa vyovyote, hata dunia ibadilike, hata jua libadilike litoke mashariki kwenda magharibi au magharibi kwenda mashariki, haiwezekani namba 106 akakosekana. Lakini inawezekana namba 106 akawa namba moja. Hiyo inawezekana. Kwa hiyo nataka niseme 106 itabaki hivyo. Inawezekana tukasajili shule zingine mwakani, kwa sababu bado tuna shule zingine. Ninaamini walimu hawa na juhudi zao zote ni kama wewe uliona wilaya, uliona halmashauri sawa. Kwa hiyo vyote haiwezekani namba 7 akakosekana. Lakini washukuru walimu wangu, tangu niwe mwenyekiti mmecheza namba 1 mpaka 3. Mungu awabariki sana. Hapo wamecheza miaka yote. Wakiveni sana ni ikileta shida kidogo 3. Tunawashukuru kwa hilo. Mwaka huu mmetuheshimisha, tumeenda namba 1. Hakika na mimi nitapambana kuhakikisha mnatendewa haki zinazostahili. Kama kuna stahili zenu msipate kwa wakati, lakini pia ili majukumu yenu yaende sawa sawa. Kwa hiyo afisa elimu pamoja na kusimamia hawa ni watu hawa wana mahitaji mbalimbali, alafu na wao wana wanafunzi. Leo wanasema ni Valentine. Mimi sielewi hilo neno la kwenu la Kizungu. Mimi naelewa neno la Kiswahili kupendana. Hilo ndio neno ninalolielewa. Sasa humu kuna vijana walioajiriwa juzi. Amekuja akiwa peke yake, akimtafuta rafiki atamtafuta wa kuiba, aidha wa kiume au wa kike,
lakini polepole. Lakini kuna watu hapa ni walimu, baba mwalimu, mama mwalimu, wakazaa watoto, wanawafundisha wao, si wanafundishwa na walimu wengine? Waambie mwenzako, watoto wangu wanafundishwa na walimu wengine. Mwambie mwenzako, watoto wangu wanafundishwa na walimu mwingine. Kwa hiyo kama watoto wako wanafundishwa na walimu mwingine, maana yake wewe mwalimu ni lazima ufanye vizuri, ufanye vema kama watoto wako watakavyotendewa mema. Ninaamini watoto wetu wa Singida DC, nyie walimu wote mmewatendea mema. Mungu awabariki sana. Tuna shule 10 bora. Leo tutawapa zawadi. Mkurugenzi, mimi nilikuwa nasema hata yule aliyokuwa mwisho, na nishaagiza kipindi kilichopita, yule wa 106, ungewaita viongozi wake wote, hata kama mimi nipo, zawadi nitakayepewa hata 0 iwepo, ili makani ajifunze kuwa 106 sio namba nzuri, nataka 1. Singida DC oye! Walimu oye! Mimi nawapa maua mengi sana, lakini hakika walimu nawapenda. Awe safi, MC anatambulisha hapa, anasema ogopa suti. Ana maneno ya kila aina, ana maneno ya kila aina. Unaona, zamani mimi nilikuwa najua mwalimu akitaka kunywa hata kile kenyako anafichwa ndani, asionekana hadharani. Kwa hiyo mimi niwaombe walimu wangu, hata kama kunywa ufichwe, usitokee. Walimu huwa wako safi, unavaa vizuri, ili watoto wakirudi wakiona wanasema huyo ni mwalimu. Sasa leo unaweza kupishana na mwalimu. Kuna mwalimu mmoja ambaye sitaki hata kumtaja, anakunywa alafu anakosa hela, anauza na suruali. Yaani anauza suruali ya kanye. Sasa hao ninakuachia wewe mwenye taaluma yako. Kwa hiyo pamoja na kwamba wako wazuri, hawakosekani pia wenye kasoro. Kwa hiyo nyie walimu na taaluma zenu, pamoja na kwamba walimu ni wazuri mno, wapo pia ambao wameshindikana. Wale walioshindikana tunakuachia wewe. Mwalimu anakunywa, anabebwa na wanakijiji na bodaboda, au anasukumwa anapelekwa mpaka kwenye geto lake, huyo ni mwalimu. Kesho ataandaa somo la kuingia darasani. Walimu wakuu mlioneni, nadhani kama kuna mwalimu mkuu mwenye usimamizi wa maana, ukiona mwalimu yuko chini yako wa namna hiyo, ni lazima usimame wewe. Wewe ni mwalimu unamwakilisha Mama Samia. Wewe ni mwalimu unaiwakilisha nchi. Wewe ni mwalimu unaondoa watu ujinga, alafu wewe unakuwa mjinga. Mwalimu Nikodemo akamwambia Yesu, wewe ni mwalimu mwema. Mwambie mwenzako, wewe ni mwalimu mwema. Hakika nyinyi ni walimu wema. Mungu awabariki sana. Neno langu la baraka limeisha. Makofi mengi zaidi. Zile shule 10 bora, walimu nyinyi mtakapotoa zawadi zenu mtawapa chochote. Makofi mengi. Mwalimu yule wa kwanza aliyokuwa wa kwanza mpaka yule wa 10. Ukiondoka hapa uje uchukue 10,000 kwangu. Makofi mengi.
na mimi nitatoka. Yaani nyie wote 10 bora. 10 bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mpaka 10. Ukiondoka hapa, kabla unawapa zawadi mkurugenzi na mgeni rasmi, na mimi nawapa 10,000. Kwani ndogo? Nyingi sana. Makofi mengi zaidi kwa mwenyekiti. Naongezea 200, 10,000. Pondelea mbali MC 200, tutaitafuta ili tuwape, ili waondoke na 10,000 na ngapi? 200. Safi kabisa. Baada ya kusema maneno haya, niwaombe msishuke tena namba 1. Tuendelee kuitendea haki wilaya yetu. Afisa elimu, na kupongeza sana kwa usimamizi mzuri. Peleka salamu zetu kwa wenzako wote, lakini mkurugenzi, na kupongeza sana. Walimu wanapokuja wahudumieni kwa wakati na waondoke kwa wakati. Makofi mengi zaidi. Walimu oye! Kama mnakuja kuhudumiwa mnacheleweshwa, mniambie vipi? Walimu, yaani mkienda kwenye ofisi ile ghorofa ya Ilongero, na siku hizi mmewapa kazi ya kusimamia ujenzi wa shule, sijui nini, mkienda unapigwa tarehe, iwe na afisa manunuzi, iwe na nani, hawatendei haki kwa wakati. Piga kwa mwenyekiti, alafu mimi napambana nao. Uzuri mimi nitawezana nao, hata mkurugenzi mwenyewe. Uongo kweli? Asante sana. Makofi. Mungu awabariki, na wapenda sana. Acha niwabusu. Makofi mengi kwa mwenyekiti wa halmashauri, mtu mwamba kabisa. Shida ndogo ndogo sio zake. 10,000 walimu, 10 wale mtaokota. Makofi mengi zaidi kwa mwenyekiti, lakini kwa sababu mwenyekiti